Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali haitalegeza kamba katika vita dhidi ya uhaini na wizi wa mifugo ambao umechangia kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama maeneo ya bonde la Kerio. Na kama alivyotaarifu mwanahabari wetu Steve Keter, aidha Waziri Murkomen ametetea utendakazi wake katika wizara hiyo. Huku visa vya utovu wa usalama vikizidi kuongezeka katika bonde la Kerio, Waziri Murkomen amesema serikali inaweka kila juhudi kurejesha hali ya utulivu. Kwa roho yangu yote nitawatumikia ninyi kuhakikisha tumemaliza mambo ya banditry kwa sehemu hii. Tuhakikishe kwamba we make the solution yenye iko kwa Kerio Valley ikuwe permanent. Kwa sababu kwa miaka chache iko mbele hapa mimi nitakuja kuretire kwa hii Kerio Valley. I don't want to retire in a place yenye iko na mambo ya insecurity. Murkomen aliyekuwa akizungumza katika eneo la Kapsoar katika kaunti ya Elgeyo Marakwet alisema kuwa kando na operesheni ya maafisa wa usalama, serikali imeweka mipango ya kimaendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara na shule kama njia moja ya kutafuta amani ya kudumu katika bonde la Kerio. Constituency ya Tiaty iko na only 19 secondary schools. Nimesema hata kama mimi ni waziri wa mambo ya usalama, tukitaka kuishi kwa usalama kwa miaka mingi, lazima tuweke mkazo zaidi mambo ya maendeleo kwa sehemu ambazo wakora na bandits wanaenda kujificha, ndio tutoe wale watoto wadogo ambao wako kwa banditry waende shule. Aidha, waziri huyo alizionya jamii za eneo la Kerio dhidi ya kujihami, huku akiwataka wote wenye silaha haramu kuzisalimisha kwa serikali. Unaweza nunua bunduki saa hii ukitaka kupiga jirani ya kutoka community ingine, lakini kesho hiyo bunduki itatumiwa kuumiza ndugu yako, jirani yako. Nikiwa Baringo North juzi niliambia watu wa Baringo North, msidanganywe na kiongozi yoyote, msidanganywe na mtu yoyote ati mnaweza kuchukua bunduki saa hizi kujihami. Kauli ya Waziri Murkomen inajiri siku moja baada ya afisa wa polisi wa akiba kuuawa na wengine kujeruhiwa katika eneo la Chemoe, Baringo Kaskazini. Steve Keter, NTV Jioni.